أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, katika siku hii ya leo, walillahi alhamdu, hebu siku ya leo twende tukajifunze namna gani ya kuweza kuteketeza uchawi uliokuwa katika nyumba, balaa zilizokuwa katika nyumba, mikosi iliyokuwa katika nyumba, misukosuko iliyokuwa katika nyumba, mitihani iliyokuwa katika nyumba, na kila aina ya ubaya ambao umetawala katika nyumba yako. Lakini kabla ya jambo lolote, insha Allah, naomba ewe ndugu yangu ambaye unasikiliza maudhui hii, usiache kusubscribe katika channel yetu, ili mradi uendelee kuwa wa kwanza katika wenye kufuatilia mada zetu, insha Allah. Na tunasema alfarqu, aywa farqu sihr alwujudu au farqu sihru almawjud بصورة الزلزلة والملح. Tofauti ya kufarakisha, hii ndio mfumo maalum wa kwenda kuutia farqa uchawi uliokuwa katika mwili, uliokuwa katika nyumba, uliokuwa katika nyumba, uchawi uliokuwa hata kama ni katika duka au uliokuwa hata katika gari ya kutembelea. Nenda kauondoshe uchawi huu kwa kutumia njia hizi. Lakini kabla ya kuingia katika njia hizi za mafunzo, naomba wewe ambaye bado haujabonyeza alama ya kusubscribe katika channel yetu, uende ukabonyeze alama ya kusubscribe, kulike na kucomment, insha Allah. Sasa moja kwa moja twende tukajifunze namna gani unavyoweza kuondoa uchawi katika nyumba au katika chumba au katika gari yako au sehemu yoyote ile ambayo unayopatikana wewe kibiashara, kimakazi. Sehemu hiyo utaisafisha vipi kuhakikisha kwamba unaondoa uchawi? Ndugu zangu, natumia sauti ya chini kidogo, naomba mniwie radhi, kwa sababu mimi mwenyewe afya yangu haiko salama, na hapa nilipo nipo katika dozi. Kwa hiyo nashindwa kuacha vipindi kwa sababu naumwa. Kwa kuwa bado nina nguvu, natamani kuendelea kufanya vipindi ili msikose faida. Naamini mmezoea kupata vipindi, mmezoea kupata faida zangu. Sasa nikiacha, ina maana wapo watu nitawaathiri, wataumia. Wallahi kuna watu wananipigia simu mimi, wananitumia message, wananipa moyo niendelee kufanya vipindi, nisikate tamaa. Sasa na mimi nasema sikati tamaa, ndio maana ninaumwa, lakini wallahi sikati tamaa kwa ajili yenu. Niombe dua, inshallah Mwenyezi Mungu anipe shifa. Kwa hiyo hichi kipindi tunakwenda kukifanya leo cha kuondosha uchawi. Kwa hiyo sauti yangu, nafikiri tangu nimeanza kufanya voice mnaniona nina mabadiliko. Sauti ni ndogo sana naitumia, na lazimika kufanya hivyo sauti kuwa ndogo kwa sababu uwezo wa kuongea kwa sauti kubwa sina, na ndio maana nimeacha video, sasa hivi nafanya voice. Sasa basi tuendelee insha Allah. Tunasema kwamba
Mtu yeyote anapotaka kuua uchawi, basi tumia suratu Zilzala. Yani idha zulzilatil ardh zilzalaha. Suratu Zilzala inapatikana katika juzu amma. Kwa hiyo nenda katika suratu Zilzala juzu amma, yani juzu ya kwanza ile, au juzu ya 30 kwa mujibu wa kimahesabu. Basi hapo ndio utaipata suratu Zilzala. Ni katika sura ndogo sana, moja kati ya visura vidogo sana hii suratu Zilzala, lakini ina maajabu makubwa sana ya kwenda kuteketeza uchawi uliokuwa katika nyumba yako. Utakachokifanya ni kwamba utaandaa maji yasiyopungua kiasi cha lita 3. Kisha ukishaandaa maji yako lita 3, hakikisha unapata kubum minal milhi, yani kikombe au glasi ya chumvi ya mawe. Katika zile lita zako 3, tia glasi moja ya chumvi ya mawe. Kadhalika wakubu mina asiki, kuna kitu kinaitwa siki, upate glasi moja ya siki. Vyote uvichanganye sehemu moja. Kisha ukishamaliza kuchanganya sehemu ile, thumma taqra'u suratu Zilzala. Kisha utaisoma hii suratu Zilzala kwa mara ngapi? 21 mara. Utaisoma mara 21 katika kile chombo chako ulichoweka maji lita 3. Thumma ba'da dhalika, kisha baada ya kumaliza utasoma aya hii. Inasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabta'una fadlan min Allahi wa ridwan simahum fi yabta'una fadlan min Allahi wa ridwan. Mwisho iwe hapo. Aya hii inapatikana katika suratul Fath, aya ya mwisho kabisa ya suratul Fath. Aya ya mwisho kabisa, sio suratul Fatiha, Fathi, aya ya mwisho kabisa. Kisha baada ya hapo utakuwa umemaliza kazi. Maji yako hayo utayachukua, utaanza kuyamwaga katika zile sehemu za nyumba yako. Maji yale mwaga katika pembe zote za nyumba yako. Maji hayo pigia deki. Maji hayo, yani namaanisha uyamwage katika sehemu kama vile mfumo wa kupiga deki. Na maji hayo pia utayamwaga ikibidi uwani kwako na nyumba yako yote kwa ujumla. Nyunyuzia kidogo. Utakuwa umemaliza, na hapo utakuwa umeua uchawi wako. Lakini utamwaga kwa staili gani? Utamwaga kwa kusoma ayatul kursi. Utakuwa ukisoma hii ayatul kursi, utakuwa unaisoma wakati unamwaga yale maji sehemu zote za nyumba yako. Mwaga maji haya sehemu ya biashara yako. Mwaga maji haya sehemu labda mathalan katika gari yako. Imwagie juu yake, pikipiki yako na chochote katika vipando vyako, mwagia maji haya. Basi na kuhakikishia utakuwa umeondosha uchawi uliokuwa pale. Utakuwa umevunja uchawi uliokuwa sehemu husika. Kama nyumbani mlikuwa mnagombana, maelewano hakuna, mambo magumu, kila siku ni mtihani, pengine ni kwa sababu ya hayo mauchawi. Nenda kamwage maji hayo. Naamini utastafidi, utafurahi na utajisikia amani na furaha. Hii ndiyo sura pamoja na aya za kwenda kutoa uchawi katika nyumba, uchawi uliojisimika kwa muda wa miaka mingi sana. Lakini wallahi usipate tabu. Nyumba yako unaona wapangaji wakija hawakai, wanaondoka. Na hata wakikaa hawaishi kugombana,
basi usipate tabu. Kuna uchawi katika hiyo nyumba. Kafanya haya ambayo tumekufundisha, insha Allah utakuwa umeinusuru nyumba yako. Na insha Allah kufikia hapo nafikiri mtakuwa mmenielewa. Lakini pia tunavyo vitabu vyetu kama kawaida, bado vinatoka. Kwa wale wanaohitaji vitabu, insha Allah bado vinapatikana. Karibuni, tunavyo vitabu vyetu. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.